Na mtazamaji wa Wasafi Media, ninakuletea update kutoka ukurasa rasmi wa Dorothy Gwajima, Mheshimiwa Dorothy Gwajima, ambaye ameandika kupitia ukurasa wake wa mtandao wa kijamii. Kwanza, kama unakumbuka jana tarehe 21 Oktoba 2025 kuna video ilisambaa kwenye mitandao ya kijamii. Video yenyewe ni hii hapa kama unavyoiona. Huyu mwanamama aliyevaa t-shirt ya rangi ya kijani akimpiga mwanamke huyo. Video hii haikuambatana na sauti halisi, hivyo hatukuweza kufahamu exactly ni nini ambacho kimekuwa kinaendelea, nini sababu huyu mama kumpiga huyu mwanamke mwenzie hivyo. Na taarifa ya kwanza kabisa ilielezwa kwamba mama huyu anayepigwa alipanga biashara yake katika eneo ambalo sio la kwake, na mwenye eneo ambayo ndio huyo mama alivaa t-shirt ya kijani alifika na kung'ang'ania mzigo wa mama na kutaka alipo pesa ndipo achie mzigo wa huyo mama, na hicho ndicho kilichopelekea kumpiga. Hiyo ndio taarifa ya mwanzoni. Lakini sasa leo kupitia ukurasa wa Mheshimiwa Dorothy Gwajima ameandika na kusema kwamba mwanamke alionekana kumpiga mwanamke mwenzake kwenye eneo la biashara amenitumia message na kukiri kuwa ni yeye. Jina lake limehifadhiwa. Aidha amesema huyo mama sio mara yake ya kwanza kuwahi Kariakoo na kufanya kitendo cha wizi, na walishamkamata mara kadhaa na kumkanya, lakini siku ya Alhamisi alirudia tena. Ameongezea kusema kuwa mtuhumiwa huyo wa wizi huwa anafika mapema sana, anajifanya mteja, anachukua pisi, anabana kwenye kwapa, na ndicho kilichotokea juzi. Eti alichukua pisi 4 akabana kwa pani na kumwambia atoe, akawa anabisha na kwa hasira akampiga. Ameendelea kusema hapa, anamnukuu kwamba naomba nisamehewe kwa kitendo cha kuchukua sheria mkononi, lakini wezi wanatuumiza sana jamani. Ninaomba msamaha wa dhati kwa Watanzania wote na kwako na kwa mama mlengwa. Nimekosea sana, nakiri kupelekeshwa na mihemko, nisamehewe mno. Mimi ni mtu safi, ninajitafutia kwa shida. Tukio la kuibiwa limeniumiza mara kadhaa na kunirudisha nyuma, na hivyo kupelekea kughadhabika pindi lilipotokea mbele ya macho yangu. Ninaomba msamaha wa dhati na kujutia kitendo hicho. Hivyo ndivyo jinsi ambavyo Mheshimiwa Dorothy Gwajima ameandika akimnukuu mama huyo mwenye t-shirt ya kijani. Mheshimiwa Dorothy Gwajima akamuuliza huyo mama kwa kwamba huyu ulimpiga naye yuko wapi? Hilo ni swali ambalo Mheshimiwa Dorothy Gwajima amemuuliza huyo mama mwenye t-shirt ya kijani, ambaye kwa sababu yeye ndo alianza kumtumia message Dorothy Gwajima. Hivyo bado hajajibu swali hilo la kueleza kwamba huyo mama alimpiga yuko wapi. Na Mheshimiwa Dorothy Gwajima akatoa wito kwa aliyepigwa, akamwambia, akasema nawe jitokeze tafadhali tusikie upande wako. Lakini pia akatoa onyo kwa jamii. Anasema naonya jamii yote kuacha kujichukulia sheria mkononi. Hasira hasara. Unaweza kujikuta una haki na ukakosa haki na gereza likakuhusu. Majuto ni mjukuu. Hatua za kisheria huwa za tija kuliko kujichukulia sheria mkononi. Kumbukeni ya wale wauaji wa yule mtoto Iringa kisa aliba maparachichi, wako wapi kisheria? Akatoa hitimisho, tusaidiane kumpata aliyepigwa, tu balance story ndio tujue kifuatacho. Aidha tumpongeze aliyempiga kujitokeza bila shuruti katika hatua za awali na kukiri kosa. Mimi naitwa Nizia Morris na hii ni Wasafi Media.